Hotuba ya Chadema ya kukaribisha mwaka 2026. Leo ninapotoa salamu hizi, siku 269 mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kesi ya uongo, batili na yenye uonevu wa makusudi, wakidhani atapiga magoti kusujudia sanamu. Chadema na Watanzania kwa ujasiri tunajivunia kuwa na Tundu Antipas Lissu kama tunu ya taifa, mtetezi wa haki na mwenye kupinga uonevu, mtetezi wa utawala wa sheria, demokrasia na rasilimali za nchi, ambaye husimama katika misingi ya ukweli. Kwa sauti kubwa, kwa niaba ya Watanzania wengi, tunataka Tundu Antipas Lissu aachiliwe bila masharti yoyote, maana sio muhaini, hajasema uongo wala hajafanya uchochezi wowote. Yote aliyoyasema ni kweli, na ndiyo msimamo ambao Watanzania wanaunga mkono. Kuendelea kumshikilia ndugu Lissu kwa sababu zinazoonekana na Watanzania wote kuwa ni ubatili, uongo na uonevu, ni kuendelea kutia unajisi mifumo ya haki na mamlaka ya dola, kwa kushusha zaidi na kuendelea kufanya wananchi kupoteza imani na mifumo ya uendeshaji wa mashauri na mifumo ya haki nchini. Hata hivyo, watesi wetu wanaelewa kuwa dhahabu ili ing'ae, ili iendelee kung'aa na thamani yake iendelee kuongezeka, hivyo ndugu Tundu Lissu anaendelea kuwa dhahabu inayoendelea kuongezeka thamani. Pia ni tunu ya taifa hili katika mapambano ya kudai utawala wa demokrasia na haki hapa nchini. Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla, tunatambua, kuheshimu jina la Tundu Antipas Lissu kupendekezwa, yaani kuwa nominated kwenye mchakato wa awali wa mshindi wa tuzo ya Nobeli. Kwa hakika hii ni heshima sana kwa chama chetu, nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Namba 3, umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya chama cha demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya Chadema iwe bora zaidi. Nguvu ya kimaadili, na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa. Kama alivyosema Aristotle, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo, ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi, kujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa niaba ya chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, naomba nilete kwenu salamu za heri za mwaka mpya. Watanzania wenzangu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kinawatakia heri na baraka za Mungu tunapouanza mwaka wa 2026. Leo ninapotoa salamu hizi kwa niaba ya chama za kukaribisha mwaka 2026, Tanzania inasimama kwenye njia panda ya kihistoria.
ni wakati ambao taifa linajiuliza maswali mazito. Je, mamlaka bado yanatoka kwa wananchi? Je, katiba bado ipo na inalinda haki za raia? Je, amani inayotamkwa ni ya kweli au ya kupumbaza na bado inasimama juu ya haki na ridhaa ya wananchi? Mwaka wa 2025 haukuwa mwaka wa kawaida. Ulikuwa mwaka ambao mkataba wa kijamii kati ya dola na mwananchi ulipimwa kwa uzito wake. Ulikuwa ni mwaka wa maamuzi magumu, maumivu makubwa, lakini pia mwamko wa kihistoria wa dhamira ya Watanzania ya kudai haki, uhuru na demokrasia ya kweli. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, napenda kuwashukuru kwa dhati wananchi wetu, viongozi wetu katika ngazi zote na Watanzania wote waliokataa kunyamaza mbele ya dhuluma. Uvumilivu wenu, ujasiri wenu na imani yenu katika haki ni ushahidi kwamba tumaini la taifa hili bado liko hai. Demokrasia ya ndani, mfano wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, mwaka wa 2025 ulianza kwa Chadema kuandika historia muhimu katika demokrasia ya ndani ya chama. Kupitia mkutano mkuu wake wa taifa, wanachama walitumia haki yao ya msingi ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao kwa uhuru, uwazi na uwajibikaji. Katika mchakato huo, ndugu Tundu Antipas Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema, akirithi uongozi kutoka kwa ndugu Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alikitumikia chama kwa takribani miaka 21 kwa ujasiri na kujitoa sana. Sambamba na hilo, mimi John Wegesa Heche nilichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti bara, ndugu Saidi Mzee kuwa makamu mwenyekiti Zanzibar, na baraza kuu la chama liliwathibitisha ndugu John Mnyika kuwa katibu mkuu, ndugu Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu bara, ndugu Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, na pamoja na wajumbe 5 wa kamati kuu ya chama. Uchaguzi huu haukuwa tukio la kichama pekee. Ulikuwa ni ushahidi wa vitendo kwamba demokrasia inawezekana Tanzania, kwamba taasisi zinaweza kuheshimu katiba zao, kwamba uongozi unaweza kubadilika kwa amani, na kwamba tofauti za mawazo zinaweza kusimamiwa kwa heshima. Hii ndiyo Tanzania tunayoitaka.